Tunaanza na duru habari inasoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Management, utumishi na utawala bora, George Simbachawene amesema miradi ya ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo itasaidia kaya na familia maskini nchini Tanzania kujikwamua kiuchumi. Akiwa katika ziara maalum nchini Afrika ya Kusini leo, Simbachawene amesema ziara hiyo inalenga kujifunza jinsi ajira za muda na za kijamii zinavyokuza ujuzi, ujasiriamali na kupunguza ukosefu wa ajira katika familia maskini. Amesema kuwa kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF ni muhimu kuendelea kubuni miradi inayoweza kusaidia familia na kaya maskini kujikwamua na kupata ujuzi mbalimbali. Aidha, ameongeza kuwa wizara yake ina jukumu la kuhakikisha kila mradi wa umma unaotekelezwa unawashirikisha vijana kutoka kwenye mpango huo ili kufanikisha malengo ya maendeleo ya jamii. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza, Bwana Omari Mtua, amewataka baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao wameanza kufanya kampeni za chini chini kuacha mara moja hadi pale wakati wa kampeni utakapowadia. Mtua ameyasema hayo wakati akizungumza na Radio Kwizera, huku akiwataka viongozi hao kufuata kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na serikali. Aidha, amesema amekuwa akishuhudia baadhi ya viongozi wanakwenda katika majimbo ambayo sio ya kwao wakiwa wanafanya kampeni, swala ambalo halikubariki. Kwa mujibu wa kanuni za Chama cha Mapinduzi ni marufuku. Wasubiri ratiba ikitoka, wataanza kampeni, wataanza kuomba kula, na basi wananchi wakiridhia watawachagua. Tayari kuna baadhi ya watu ambao wao wanaharibu taratibu za chama, wanaanza kufanya kampeni kabla ya wakati kanuni zetu zinatuambia uchaguzi kukianza ratiba ndio itakayotoka. Sasa kuna watu ambao kazi yao wao ni kutoka kwenda kwenye majimbo ya wenzao, ni kutoka kwenda kwenye kata za wenzao na kuanza kampeni kabla ya wakati. Pia ameongeza kwa kusema kuwa hakuna aliye juu kuliko chama hicho, hivyo hatua kali zitachukuliwa hasa na waache wabunge wafanya kazi zao kwa sasa hadi pale uchaguzi utakapofika. Mkuu wa wilaya ya Nzega mkoani Tabora, Naitwapwaki Tukai, amekitaka chombo cha watumia maji ngazi ya jamii ambao ni wasimamizi wa mradi wa maji wilayani humo kuhakikisha magati ya maji yanatoa huduma masaa 24 kwa wananchi. Naitwapwaki ametoa maagizo hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa maji unaotekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kutoka Ziwa Victoria kwenda vijiji vya Ndekeli, Tumbi, Chabutwa na Mangashini, ikiwa ni maadhimisho ya wiki ya maji wilaya ya Nzega. Aidha, amewasisitiza wananchi kuilinda miundombinu ya maji kwani serikali imewekeza fedha nyingi, lakini pia ili iweze kudumu kwa muda mrefu kwa maslahi ya jamii. Isitokee mteja anaenda sehemu kuchukua maji anakuta hakuna mtoa huduma. Nikisikia wananchi wanalalamika kwamba hakuna mtoa huduma kwenye gata, tutagombana. Kwa hiyo hata kama iweje, mtu kama ana shida, badilisheni mtu mwingine akae pale. Mtu anaumwa, atoe taarifa kwa bosi wake, bosi atafute mtu mwingine akakae kwenye gata. Watu wasikose maji, lakini pia mtatunza miundombinu ambayo inatuletea sisi maji. Ikiharibika hiyo miundombinu, tunarudi kwenye ile hali yetu ya kawaida. Akitoa taarifa ya mradi, kaimu meneja wa RUWASA wilaya Nzega, mhandisi Fredi Machibia, amesema kuwa mradi huo umekamilika kwa 100% tayari kwa kutoa huduma ya maji ambapo umegharimu zaidi ya bilioni 2 na kwamba utanufaisha vijiji 4. Afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania, Bwana Adam Mamilo, amewataka waendeshaji wa vyombo vidogo vya majini kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa ili kuepuka changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza. Akizungumza wakati wa kikao cha wadau wa uvuvi, usafirishaji wa abiria na mizigo kwa kutumia vyombo vidogo vya majini, Bwana Mamilo amesema taarifa hizo ni muhimu na zinasaidia kujua hali ya ziwa
kama ni rafiki kwa shughuli hizo. Hasa hawa vyombo vidogo vya majini ikiwemo maboti ya kubeba abiria, maboti ya kubeba mizigo pamoja na vyombo vya uvuvi. Tunawaelekeza basi pale ambapo wanapokuwa wanapata taarifa za hali ya hewa waweze kuzitumia, kwa sababu ukiangalia vyombo vingi vinaopata ajali ziwani, moja ya sababu ni hali ya hewa. Kwa hiyo pale ambapo wanapopata taarifa za hali ya hewa waweze kuzitumia ipasavyo na hatimaye waweze kuepusha hizo ajali zinazoweza kusababishwa na hali ya hewa inapokuwa mbaya. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa meli 4 na boti 15 zimepata ajali katika ziwa Tanganyika, ambapo watu 8 wamefariki wakati wa ajali hizo. Na sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la polisi nchini Kameruni limewachilia huru raia 13 wa Madagascar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa binadamu. Ni katika kesi ya kwanza inayohusisha raia wa kigeni kutokana na aina hii ya utapeli ambayo imezoeleka nchini humo. Maafisa katika mji mkuu wa Yaounde waliwakamata pia washukiwa 3 wanaotumiwa kuwashawishi wanawake hao 4 na wanaume 9 kwenda Kameruni baada ya kuwapa ahadi za uongo za ajira katika sekta za afya, uhandisi na hata uchumi. Luteni Kanali Georges Parfait Nana aliyesimamia kikosi kilichofanikisha zoezi hilo amesema mara baada ya kukamatwa walanguzi walikuwa wakiwalazimisha waathiriwa kupiga simu kwa familia zao na kudai pesa huku wakiishi katika mazingira magumu. Na kiongozi wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amesema hii leo kwamba vitisho vya Marekani dhidi ya nchi yake havitafika popote na kuionya Washington juu ya taadhira za mipango yoyote ya kuidhuru nchi hiyo. Khamenei amesema hayo kupitia hotuba iliyorushwa moja kwa moja na television katika kile kinachozingatiwa kuwa jibu kwa matamshi yaliyotolewa na Rais Donald Trump hivi karibuni, aliyesema Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Kwenye hotuba yake, Khamenei pia amekanusha madai kwamba nchi yake inafadhili vita vya kiwakala kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, akisema makundi yanayotajwa yanafanya kazi kwa uhuru bila mkono wa Teherani. Rais Trump aliitaka Irani ikomeshe uungaji mkono wa kijeshi kwa makundi ya wapiganaji kwenye kanda hiyo ikiwemo Hamas na waasi wa Houthi wa nchini Yemen, ama ijiandae kulipa matokeo ya ufadhili wake. Waza Wazua. Msikilizaji, kamwe usiruhusu hata siku moja mtu ambaye hajawahi kuvaa viatu vyako akufundishe kutembea. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha kutembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa unazoendelea kuzisikiliza ndani ya makala hii kupitia nambari yetu ya 0692 573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri. Habari kuu leo hii: serikali imesema miradi ya ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo itasaidia kaya na familia maskini nchini Tanzania kujikwamua kiuchumi. Baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza ambao wameanza kufanya kampeni za chini chini wametakiwa kuacha mara moja hadi muda wa kampeni utakapowadia. Na jeshi la polisi nchini Kamerun limewaachilia huru raia 13 wa Madagascar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa binadamu.
Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ikikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Jeshi la Sudani limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum leo. Televisheni ya Sudani na vyanzo vya kijeshi vimesema katika mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo wa miaka miwili unaotishia kusambaratisha nchi hiyo. Duru zimesema jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF. Nabil Abdalla, msemaji wa jeshi, amesema kwenye TV ya serikali kwamba wanajeshi walidhibiti ikulu na majengo ya wizara katikati mwa mji wa Khartoum. Kundi la wapiganaji wa RSF kwa haraka lilikuwa likidhibitiwa na ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudan katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kando ya mto Nile. Kutokana na hili, nimemtafuta Faida Potea ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa akiwa jijini Mwanza, na nimeanza kwa kumuuliza nini kinaweza kuwa chanzo cha mgawanyiko mkubwa katika jeshi la Sudan na kikosi cha RSF, na ni vipi mgawanyiko huu unavyoathiri juhudi za kupatikana kwa utawala wa kiraia. Tuseme tu ndugu mtangazaji kwamba tayari watu hawa wameshakuwa mahasimu, ndio maana mwafaka ukuwepo, na hii yote ni kwa sababu ya kuchochea kwa nchi za magharibi ambazo lengo kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba wanapata malighafi ambayo iko Sudani. Ndio maana hata mwanzo walishindwa kuweza kuafikiana, na hata nchi za magharibi ziliomba kuingilia lakini walikataa. Kwa hiyo hali hiyo haiwezi kukubalika, ni lazima basi jeshi moja litenze nguvu kama sasa tunavyoona RPF. Toka jana juzi tunaona kwamba hawa wameshachukua maeneo makubwa na wamebakiza ikulu na hatimaye wameichukua. Nini sasa kitafuata katika mji wa Sudani? Itaendelea vurugu na mashirika nchi za magharibi zinaweza kujifanya kuingia kundi ambalo walikuwa wanapewa sapoti kama itakuwa limechukua nchi. Sasa ni namna ambavyo nchi za magharibi zinaweza kuchukua rasilimali ya Sudani. Ni uchonganishi na ndio maana kumeshindwa kuwepo na suluhu. Unadhani hatua za kijeshi kama hizi za kuteka maeneo muhimu kama ikulu ya rais zinachochea hali ya amani au zinavuruga zaidi juhudi za mazungumzo ya amani? Kwanza tunaweza tukasema kwamba inategemeana na jeshi nguvu walionayo na wananchi wanaweza kuwaunga mkono namna gani. Na jeshi ambalo limeondolewa pia wala TPF, watakuwa na nguvu au ndio watakuwa wamesambaratika? Sasa kama jeshi hilo pia litaendelea kuwa na nguvu, basi amani haiwezi kuwepo tena, kwa sababu nchi itaingia kwenye machafuko kama ambayo ilivyokuwa inaendelea, na itakuwa ni nchi ambayo yenye mapigano tu. Mimi ninachukua hatua hii kulaani nchi za Afrika kwa kushindwa kujisimamia na hasa kutegemea nchi za magharibi kuweza kumaliza matatizo ya bara la Afrika. Ni hatua gani za kisiasa unazoziona kuwa muhimu ili kuleta utulivu na kumaliza mzozo huu nchini Sudan? Kwanza ndugu mtangazaji, tunapaswa tufahamu kwamba nchi za Kiafrika zimeshindwa kujisimamia, na ndio maana bara la Afrika limekumbwa na machafuko, ima kwa kuchochewa, ima kwa kukosa busara, kukosa jeshi lenye umoja na kukosa msimamo katika nchi za Kiafrika kwa sababu zinatumika na nchi za magharibi. Kwa hiyo hali hii ni lazima sasa bara la Afrika lionekane ndio lenye matatizo na sio bara la Ulaya. Si kwamba nchi za Ulaya hazihitaji kuwepo mabadiliko, ndio maana unaona nchi kama zile mtu anauawa, mazingira kutatanisha na mwingine anapigwa hata risasi tu. Yote hiyo ni kujaribu kutumia mkono wa chuma, lakini uliojificha katika kwamba mtu aliyetenda kosa hilo alitenda kwa bila kusudia, hakutumwa na mtu yoyote. Lakini nchi zetu za Kiafrika zimekuwa zikiahidiwa kwamba kachukueni madaraka, sisi tutawasaidia hiki na tutachukua hiki, na sisi bila kufikiri tumejikuta tukipigana sisi kwa sisi na kuzifanya nchi zetu kutokuwa na amani. Ni Faida Potea ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa akiwa jijini Mwanza. Tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu habari zetu, na tunaangazia taarifa nyingine kuwa
Netumbo Nandi-Ndaitwah ameapishwa leo kuwa rais wa Namibia baada ya kuchaguliwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi Novemba mwaka 2024 kupitia chama cha SWAPO. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mgeni rasmi katika uapisho huo, akihutubia taifa hilo amesema Netumbo Ndaitwah alilelewa Tanzania na sasa amekuwa rais wa Namibia. Uapisho huo umeenda sambamba na sherehe za maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa taifa hilo. Kwa mara ya kwanza Namibia inapata rais mwanamke, hivyo kufanya idadi ya marais wanawake barani Afrika kuwa wawili, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Netumbo Nandi-Ndaitwah anakuwa rais wa awamu ya 5 wa Namibia na wa kwanza mwanamke katika nchi hiyo baada ya kushinda kwenye uchaguzi mkuu kwa kupata 57% ya kura, akimshinda mpinzani wake Panduleni Itula wa IPC aliyepata 26% ya kura zote. Mshindi huyo ameendeleza utawala wa chama cha SWAPO kilichopigania uhuru wa nchi hiyo na kuwezesha kupata uhuru mwaka 1990 kutoka kwa utawala uliokuwa wa makaburu wa Afrika Kusini. Nimezungumza na Leonard Chakupewa ambaye ni mwanamajumui na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na kisiasa, na nimeanza kwa kumuuliza kuna umuhimu gani wa rais mpya wa Namibia kuapishwa leo hii ikiwa ni siku ya uhuru wa nchi hiyo. Inaweza ikawa kwa namna moja au nyingine inaenda sambamba kabisa na hoja nyingi ambazo alitumia katika kampeni yake ya kupata uraisi, kwa maana kwamba alikuwa ni mtu anayeangazia sana changamoto zinazolikabili taifa hilo, hasa kwa raia wake, kama ukosefu wa ajira, umasikini na mgawanyo usiolinganifu wa kipato, ukame na uhaba wa maji, lakini pia matatizo ya kiafya hasa HIV pamoja na TB. Kwa maana hiyo pengine anaweza kawa anaonesha kwamba nakwenda kuwa kiongozi ambaye anabana matumizi ili kuweza kuhakikisha kwamba changamoto hizi ambazo alizitumia katika kampeni yake iliyompa ushindi basi zinatatuliwa kwa kiasi kikubwa. Ndio, leo hii tunavyozungumza Namibia imetimiza miaka 35 ya uhuru. Sasa tutazame ni changamoto gani bado zinaikabili Namibia licha ya kuwa na zaidi ya miongo 3 ya uhuru. Namibia ni taifa miongoni mwa yale ya Kiafrika ambayo yangali bado yanakabiliwa na masuala mengi kimsingi, hasa kwa raia wake, na baadhi yake ni kama vile umasikini uliokithiri, lakini pia mgawanyo usiolinganifu wa kipato. Namibia ni moja ya mataifa ya ukanda wa kusini mwa Afrika ambayo yanakabiliwa na tatizo kubwa la virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe, lakini pia maradhi ya kifua kikuu, lakini pia kuna changamoto ya ukame na ukosefu mkubwa wa maji, kutokuwepo mgawanyo linganifu wa rasilimali, lakini pia kipato. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Rais Netumbo aliyazungumzia kwa kiasi kikubwa katika kampeni yake kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024 ambao ulimleta madarakani kwa kura nyingi za Wanamibia kama rais wa 5 wa taifa hilo, lakini pia rais wa kwanza mwanamke toka kuanza kwa taifa hilo mwaka 90 ilipopata uhuru wake. Netumbo ni rais wa kwanza mwanamke wa Namibia ambaye pia ni rais wa awamu ya 5 tangu nchi hiyo ilipopata uhuru, lakini tukiangalia pia katika historia ni rais wa pili kwa Afrika mwanamke, akitanguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na leo katika uapisho wake mgeni rasmi ni Rais Samia Suluhu Hassan. Hili unalitazamaje katika jicho la kiuchambuzi? Ni namna mpya ambavyo wanawake wanajaribu kujitanabaisha kama kizazi ambacho kina hadhi nje ya jikoni au nje ya masuala ya familia, kwa maana kwamba Netumbo kumpa mwaliko wa ugeni rasmi rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan ni ishara kwamba anatambua ule ushupavu wa Rais Samia mpaka kuweza kusimamia majukumu hayo katika nchi ya Tanzania. Imekuwa hamasa kwa namna fulani kwa Dr. Netumbo kuweza kuchukua hatamu kwa maana ya kutia nia katika chama chake cha SWAPO na hatimaye kuweza kushinda. Ni katika namna ya kuonesha kwamba inawezekana wanawake tukaungana na kuweza kushikamana kikamilifu na kuhamasishana kwa namna ambayo inaweza kutupeleka katika hatua kubwa zaidi kidiplomasia, lakini pia kisiasa, si katika bara letu tu pia bali hata ulimwenguni katika uga wa kimataifa. Kwa kuzingatia hali ya siasa barani Afrika, unadhani Namibia ni mfano wa demokrasia thabiti au bado kuna changamoto katika taifa hilo? Kwa kiasi
basi unaweza ukasema ni mfano wa yale mataifa ambayo yanastawi kidemokrasia, kwa sababu ukiacha ile migongano ambayo ilikuwepo kipindi kile cha kupigania uhuru wao na baadaye wakapata uhuru wao chini ya Rais Sam Nujoma ambaye ametangulia mbele za haki hivi karibuni, na Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi. Katika kipindi cha miaka 35 hatujashuhudia vita nyingine katika nchi ya Namibia, na kwa maana hiyo umekuwa na ukabidhianaji wa kiti cha uongozi katika namna ya amani. Chaguzi zimekuwa zikiendeshwa katika utaratibu ambao umekuwa ni wa amani, na kwa maana hiyo inaweza kuwa ni miongoni mwa ushahidi kwamba nchi ya Namibia ni taifa ambalo limestawi kwa namna fulani kidemokrasia, ingawa wako wakosoaji pia wa siasa zake kwamba kutokana na chama cha SWAPO kudumu mamlakani kwa miaka hiyo 35 kwamba pengine wamekuwa na mkono wa chuma ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kudumu mamlakani. Ni Leonard Chakupewa ambaye ni mwanamajumui na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na kisiasa hapa nchini Tanzania. Na taarifa hiyo msikilizaji imetamatisha duru katika kipengele cha uchambuzi yakinifu. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu la siri, na sasa ni wasaa wa duru uchumi na biashara. Tunaanza na taarifa kuwa halmashauri 3 za mkoa wa kimadini Kahama, Ushetu, Msalala na Kahama zimetoa jumla ya leseni 1356 huku fursa za uwekezaji zikiendelea kukuzwa. Afisa madini mkazi wa Kahama Leonsi Welengeile amesema leseni 77 za utafutaji madini hasa dhahabu zimetolewa na shughuli kubwa zinafanyika katika migodi ya Bulyanhulu na Buzwagi, ingawa mgodi wa Buzwagi upo hatua ya ufungaji. Katika mgodi wa Buzwagi maeneo maalum kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda na taasisi za elimu yamewekwa, huku takriban kilomita 13 za mraba zikitengwa kwa shughuli mbalimbali za viwanda. Na kwingineko ni kwamba serikali imesema imebaini udanganyifu unaofanywa na uwekezaji kwa ushirikiana na wafanyabiashara wa kigeni Kariakoo jijini Dar es Salaam. Waziri wa viwanda na biashara Dr. Suleimani Jafo amesema kamati iliyotathmini mazingira ya biashara kwa wafanyabiashara wa kigeni na wazawa katika eneo hilo maarufu la biashara Tanzania ndilo lilogundua kasoro hizo. Dr. Jafo amesema imebainika kuwa wazawa wanawapatia wageni taarifa zao binafsi ambazo wanazitumia katika kusajili kampuni na biashara mbalimbali, kitu ambacho ni kinyume na maadili kwa usalama wa nchi. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Na msikilizaji, na sasa ni duru michezoni na Felix Baitu. Karibu. Asante, habari ya jioni. Ni nzuri, habari yako kutokako? Salama kabisa. Karibu. Asante. Kubwa zaidi katika duru michezo leo ni kuhusiana na kikosi cha Ken God kutoka pale jijini Mbeya. Wanaitwa wana Makarasha. Wao wameweza kuandika barua ya kupitia kwa mwanasheria wao kuwataka moja ya chombo cha habari hapa nchini kuwalipa shilingi bilioni 1 baada ya chapisho katika mitandao ya kijamii kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo baina ya Simba pamoja na Yanga, ambapo wao kwa mujibu wa chapisho inasema watakapokatwa alama 15 basi 3 ziende kwa Ken God. Kwa hiyo ikaonekana kama ni aina ya uchochezi ambao unafanyika. Kwa hiyo wakaweza kuandika barua ya kuwataka kuwalipa shilingi bilioni 1 kama sehemu ya kuweza kuwaomba radhi. Lakini pia ukiachilia mbali kuhusiana na swala hilo, Ken God pia wameendelea na mazoezi yao na kiungo wao mshambuliaji Bernard Morrison pia na yeye kutokana na amekuwa nje kwa muda baada ya kupata majeraha ya muda mrefu, ameanza mazoezi hii leo kujiandaa kwa mara ya kwanza kabisa, ameonekana akitrain na kikosi. Kwa hiyo tutarajie kumuona mara tu baada ya ligi kuwa imerejea. Kwa haraka pia ni kwamba timu ya taifa Tanzania Taifa Stars leo hii imesafiri kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mchezo wake wa kuwania finali za kufuzu finali za kombe la dunia. Kwa hiyo tunacheza na timu ya taifa Morocco tarehe 26 mwezi huu wa 3
mwaka 2025. Kwa hiyo kikosi kimesafiri kuelekea huko na mechi itapigwa kwa saa za Tanzania itakuwa ni saa 6 usiku. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya machache tu ambayo tumeweza kukuandalia, mengine utapata pale kwenye Sports Corner saa 2 usiku. Nikushukuru sana na nikutakie jioni iliyo njema. Asante. Na kwa taarifa hizo msikilizaji za michezo na burudani, sasa natupia jicho kupitia nambari yetu ya 0692573615 kutazama ujumbe wako ambao umechangia taarifa ulizozisikiliza katika makala hii ya duru zetu alasiri. Naanza na David Wilson kutoka Ruhama Ngote Mleba, anasema hao viongozi wa CCM wanaopiga kampeni za chini chini wakamatwe wafunge, maana hawapo juu ya sheria. Anaitwa Mwinjilisti Sylvester mwana wa Tadeo, anapatikana Mganza, Ngara, Kagera, Tanzania. Yanasema ni jambo jema kwa leseni zilizotolewa na serikali kwa wahusika. Mungu wabariki watangazaji wote wa Radio Kwizera FM. Ben Simon wa Mtakuja anasema hivi Simba itakuwa ugenini. Haya, asante sana. Lakini nikitazama ujumbe mwingine, huyu hapa anaitwa Edison, anapatikana Mkabenga, Ngara, anasema kila laheri Taifa Stars. Na anaitwa Zawadi Wilson, anapatikana Kasuga Kakonko, itakuwa anaitakia heri timu ya Taifa. Ni tamatishe na ujumbe wa kwake, anaitwa Wawa Boy, anapatikana Ngara, anasema Umoja wa Mataifa muweni amani katika mataifa yenye vita barani Afrika, maana tumechoka kusikia vita. Na kwa ujumbe huo msikilizaji ambao umetutumia, hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha makala ya duru zetu alasiri. Nikukumbushe tu machache kati ya yale mengi ambayo tumekuletea kwa siku ya leo. Serikali imesema miradi ya ajira za kijamii kwa watu wasiokuwa na uwezo itasaidia kaya na familia maskini nchini Tanzania kujikwamua kiuchumi. Baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza ambao wameanza kufanya kampeni za chini chini wametakiwa kuacha mara moja hadi muda wa kampeni utakapowadia. Na jeshi la polisi nchini Cameroon limewachilia huru raia 13 wa Madagascar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa binadamu. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari na wote walioshirikiana nami, nasema asante kwa kuwa nami, nikutakia alasiri njema. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa, naendelea kusikiliza Mseto Leo.